Ni majira na nyakati za kumwambia Bwana, ni wewe unayeweza peke yako. Yale ambayo wanadamu tulishindwa, hakika ni wewe Bwana unaweza. Hakuna jambo gumu mbele yako Bwana. Acha tuseme unaweza Bwana. Na wakati mwingine tunapokuwa tumeshikwa na vifungo katika ulimwengu, tunaziona zile nguvu zako zikifungua vile vifungo. Ni saa ya kunyanyua mikono yetu na kusema unaweza Bwana. Hakika Yesu unaweza. Haleluya. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Unaweza Yesu. Hebu tumwambie Bwana unaweza. Unaweza kufanya, Bwana unaweza kutenda mambo makubwa. Unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda makubwa. Unaweza Yesu, Mwambie Bwana unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Unaweza Yesu. Unaweza ukamchapia Yesu makofi namna hii. Haleluya, haleluya, haleluya. Yale yaliyoshindikana kwa akili zetu, ni Yesu anaweza peke yake. Acha tuliadhimisha jina la Bwana, kwa kuwa tumeyashuhudia kwa macho yetu. Unaweza Kufanya, unaweza kutenda yale makubwa. Unaweza Yesu, Baba unaweza kufanya, vilivyoshindikana kwa mwanadamu. Unaweza kutenda kwako, hakuna jambo gumu Bwana. Makubwa unaweza kufanya, unaweza kutenda makubwa. Sikia nikwambie ndugu yangu, yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu unaweza. Yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu mwambie wale wanadamu, Yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu unaweza.
yale wanadamu wameshinda. Mwambie tu Bwana, Ewe Yesu, maana nimekuona. unaweza. Yale wanadamu umenitetea hata kwa namna mbalimbali, hata pale ambapo nilishindwa. Yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu unaweza. Yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu unaweza. Yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu, ewe Yesu. Yale wanadamu wameshindwa, ewe Yesu, ewe Yesu. Yako yale magonjwa yaliyosugu kama kansa, yako yale magonjwa waliosema hayawezekani, ni magonjwa ambayo ya kutumia zile dawa mpaka unakufa. Lakini tumeona Yesu mtenda miujiza akiponya, akifungua hayo magonjwa. Yako magonjwa ambayo ni uvimbe ambao umetokea tumboni pasipo kuelewa umetokea namna gani. Yako magonjwa ambayo ibilisi ameyatuma katika maisha yetu. Nataka nikwambie, Yesu mtenda miujiza yupo pamoja nasi. Yale yaliyoshindikana katika familia yako, hakika ninakuambia Yesu yuko tayari. Yesu yuko tayari. Yesu yuko tayari kuyabeba. Achilia moyo wako tunapojisogeza madhabahuni pa Bwana, tunapokwenda kunyenyekeza mioyo yetu kwa Bwana, tunapokwenda kumwambia Bwana ni wewe peke yako. Hata katika yale magumu tulio nayo, katika ile mipango yetu iliyoshindikana, katika yale mambo yetu yaliyoshindikana, tunayaleta kwako Bwana, tunayaleta kwako Bwana. Tunatamani tuone na leo, tuone na leo, tuone na leo, tuone na leo, tuone na leo namna unavyotutetea, namna unavyotupitisha katika magumu, katika shida, katika mateso, katika vifungo tulivyo navyo. Sikia nikwambie, sikia mtumishi wa Bwana. Nipigie pade tu hizo. Hebu tulia. Naziona nguvu za Mungu ziko na sisi mahali hapa. Ninaona mtu mmoja kashaanza kufunguliwa. Ninaona Yesu akifungua mtu mmoja hapo. Ni ile imani yako. Amini Bwana yupo pamoja nawe sasa. Jisogeze tu mbele za Bwana. Jisogeze tu mbele za Bwana. Mwambie tu Bwana nimesogea. Mwambie tu Bwana nimesogea. Mwambie tu Bwana nimesogea. Mwambie Bwana nimesogea. Ninaleta yale nilionayo. Moyo wangu natamani kuzungumza nao, maana ninayo magumu katika maisha yangu. Nina vipengele katika maisha yangu. Ninasogea mbele zako. Tukiwa tunaimba korasi hii, achilia moyo wako kwa Bwana, ili Yesu apate kukufungua, ili Yesu apate kukufanikisha kile ambacho unakihitaji kusema naye siku ya leo. Na utakwenda kupokea kwa imani, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tumlilie Bwana. Nimesogea mtini pako, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako.
chini pako. Oh, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Mwambie Bwana, nimesogea, nimesogea chini pako, chini pako. Unisafi Bwana, oh, ni safi kwa damu ya paza sauti, mwambie Bwana, nimesogea, nimesogea. Niende kwa nani Bwana? Nimekuja kwako. Bwana, nimekuja kwako. Wanadamu hawezi kunisaidia. Ninaleta mizigo yangu kwako Bwana. Nimesogea mbele ya uso wako Bwana. Nimesogea madhabahuni pako Yesu. Achilia moyo wako kwa Bwana. Hatawahi kushindwa na neno, hatawahi kushindwa na jambo. Haijalishi ni jambo gani, haijalishi ni kitu gani. Achilia moyo wako kwa Bwana. Tumlilie Bwana. Tumesogea Bwana, tumesogea. Nimesogea Bwana, nimesogea Bwana, nimesogea Bwana, nimesogea Bwana. Oh, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Nasikia kuitwa na sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Mimi ni mnyonge kweli, umenipa nguvu kunisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea, nimesogea chini pako Yesu, chini pako. Unisafie, unisafi kwa damu. Kuna watu Bwana amekwisha kuanza kuwahudumia. Fungua tu moyo wako. Wakati mtumishi wa Bwana anasogea mahali hapa, jiachilie kwa Bwana. Fungua moyo wako, mwambie Bwana, nimesogea mbele ya madhabahu yako. Achilia tu moyo wako ili Bwana apate kukuhudumia, maana Bwana anampenda yule mtu ambaye yuko tayari. Achilia moyo wako, nguvu za Bwana ziko mahali hapa. Tunauona uwepo wa Bwana mahali hapa. Jiachilie kwa Bwana, yeye yuko tayari kuhudumia watoto wake. Haijalishi umeteseka muda gani. Nimesogea, nimesogea
safi, ni safi kwa damu yakwa. Nimesogea, chini pako Rabashete. ni safi kwa damu yakwa ingikwa kwako. Endelea kumsifu Bwana. Majira haya ambayo anatamani ulisikie neno lake takatifu, endelea kumkaribisha Bwana katikati ya maisha ya kwako. Endelea kumkaribisha Bwana katikati ya majira ya kwako ambayo Bwana amesogea mbele zako majira haya, maana kuna kitu anatamani akiachilie katikati ya majira ya kwako. Sikiliza nikuambie, mpendwa mtu wa Mungu, mahali popote ulipo, ziko baraka za Mungu ambazo zinataka kukufikia mahali ambapo upo saa hii na majira haya. Ninaitangaza ile neema ya Bwana kukufikia katikati ya maisha ya kwako, maana neno la Bwana ni uzima wa Bwana, ule uzima ulioandaliwa kwa ajili ya jioni ya leo. Bwana ukufikie majira haya mahali ulipo. Haijalishi ya kwamba uko wapi, haijalishi ya kwamba uko kazini, haijalishi ya kwamba uko kwenye biashara, haijalishi ya kwamba uko shambani, ile neema iliyobeba utiisho ikufikie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, mtumishi wako nifanye kuwa ibada yako kwa ajili ya mtumwa wako ambaye ametenga muda wake kwa ajili ya kufika mahali hapa, na wengine wanaotufuatilia katikati ya mitandao ya kijamii. Bwana, kutana na kila moja, kutana na kila moja, baraka za kila moja zimfikie kila moja, maana wewe ni Mungu wetu ambaye umetubariki sisi watoto wako. Asante kwa kuwa wewe ni mwema na utatusaidia ili tuweze kulisikia neno lako tangu sasa na hata milele. Unaweza kumchapia Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Ongeza tena makofi ya shangwe katika jina la Yesu. Ndani ya mikono yako kuna baraka zako. Ndani ya kumpigia Bwana makofi kuna baraka ambazo Bwana anaziachilia katikati ya kazi za mikono yako. Na hata siku hii ya leo kuna mahali ambapo Mungu atakutoa, mahali ambapo watu walizani ya kwamba hauwezi kutoka. Katikati ya majira haya ya siku ya leo kuna mahali ambapo Bwana anataka kukubeba na kukuendelea kukuinua katika uwezo wa nguvu zake. Amen. Okay, mpendwa, natamani ni kukumbushe juu ya kichwa ambacho tunaendelea kutembea nacho. Kichwa ambacho tunaendelea kutembea nacho, tulianza siku ya kwanza na sasa ni siku ya pili. Kichwa kinasema namna ya kushinda vita kwenye majira yaliyobeba baraka zako. Namna ya kushinda vita kwenye majira yaliyobeba baraka zako. Na wewe ambaye leo ni siku yako ya kwanza kutufuatilia, somo hili linapatikana, unaweza kurudi nyuma kidogo ili uweze kupata kile ambacho wenzako walikipata siku yetu ya kwanza. Okay, wale ambao tulianza nao, natamani nikukumbushe kitu kimoja. Tulijifunza maana ya neno baraka, lakini pia tukajifunza maana ya majira. Kwa nini? Kwa sababu tulisema kwamba kila majira yanayopita machoni pa mtu kuna baraka ambazo
majira hayo yamebeba. Okay, wale ambao tulikuwepo tulisema kwamba baraka ni nguvu ya Mungu iletayo mafanikio katika maisha ya mtu. Nitarudia tena kwa ajili ya yule ambaye hakuwepo siku ile ya kwanza. Baraka ni nguvu ya Mungu iletayo mafanikio katika maisha ya mtu husika. Okay, kila mtu ana haki ya kubarikiwa na Mungu, hususani pale atakapomkubali Mungu awe Mungu ambaye anajishughulisha na maisha ya kwake. Kwa hiyo kila mtu ana haki ya kuzipokea baraka za Bwana. Kwa hiyo hata wewe ambaye leo hii ni siku yako ya kwanza kutufuatilia, una haki ya kupokea baraka za Bwana, hususani pale unapokubali kutembea na Bwana katika maisha yako. Na natamani nikutangazie baraka za Bwana katikati ya kila aina ya chanzo ambacho unakifanya, kila aina ya kitegea uchumi ambacho unakifanya. Mungu aendelee kukubariki na mataifa yashangae. Kwa nini? Kwa sababu kuna neema ya ajabu ambayo umevikwa, na hata utakapovikwa hiyo neema, waliovikwa neema hiyo na Mungu hawajivuni. Kwa nini? Kwa sababu wanajua asili ya baraka zao kwamba inatoka wapi. Okay, tukasoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo. Tukasoma neno la Bwana katika kile kitabu cha Mwanzo 24 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Mungu alimbariki Ibrahimu katika vitu vyote. Unaposema eneo la kilimo, Ibrahimu alibarikiwa. Unapotaja eneo la mifugo, Ibrahimu alibarikiwa. Unapotaja eneo la biashara, Ibrahimu alibarikiwa. Kila mahali kwa ajili ya kuzitafuta baraka za Bwana, maandiko yananiambia ya kwamba alibarikiwa. Nami natamani nizitangaze baraka zako katikati ya mahali popote ambapo umetia nia kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya maisha yako. Mungu akakufanikishe katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amina kubwa. Okay, tukasema majira ni vipindi mbalimbali ndani ya wakati ulioamriwa chini ya mbingu. Tarudia tena, tukasema kwamba majira ni vipindi mbalimbali ndani ya wakati ulioamriwa chini ya mbingu. Okay, kumbe kwenye majira kuna nyakati ambazo zimeamriwa, na nyakati zilizoamriwa hizo ndizo ambazo zimebeba majira ya baraka za mtu. Kwa hiyo kila mtu anayetembea katika malango ya kupokea baraka anatembea katika majira yake yaliyoamriwa. Nami ninaamuru majira ya kwako yakupe baraka, hata kama kuna mahali ambapo walizichelewesha. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba baraka zako zikufikie katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja apige makofi mengi mengi kwa Bwana. Okay, jana tukaingia tena kwenye eneo lingine ya kwamba hakuna baraka yoyote ambayo inaweza kumfikia mtu
kama haitaanzia rohoni. Baraka zilizowafikia watu zilianzia rohoni. Kwa hiyo kila aliyejua kuatamia ulimwengu wa kiroho aliatamia baraka zake. Kwa hiyo hata wewe utakapofahamu namna ya kuatamia ulimwengu wa kiroho, maana yake kuna baraka zako lazima utakutana nazo. Sikiliza, wanaoatamia baraka zao, kuna mahali ambapo wanajua kwamba Mungu anaweza kuwapeleka. Kwa hiyo nataka nikuambie neno moja: usiogope unapoatamia baraka zako. Usiangalie majira na nyakati ambazo zinakuzunguka. Kwa nini? Kwa sababu utakapozidi kuatamia, kuna mambo ambayo Mungu atakutendea. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi. Natamani uatamie baraka zako. Okay, unapolisoma neno la Bwana katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 12, neno la Bwana katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12, Biblia inasema atafunuliwa Bwana hazina yake nzuri. Atafunuliwa Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoka mvua ya nchi yake kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi ya mikono yako, na kwa kubarikia kazi ya mikono yako. Atajitokeza Mungu mwenyewe katikati ya kazi zako na kuzibarikia hizo kazi. Unataka baraka za Mungu, lazima umuite Mungu anayeweza kuachilia baraka hata katika kazi za mikono yako. Okay, nataka nikufundishe kitu kimoja. Jambo hili tutaendelea kukutana nalo huko mbele. Nitaendelea kukufundisha ili ufahamu baraka zilizoko ndani ya mikono yako. Jana niliwaambia ya kwamba leo tutajifunza juu ya vyanzo vya kiroho, juu ya vyanzo vya kiroho vinavyoweza kukufikisha kwenye baraka zako. Okay, nitarudia. Vyanzo vya kiroho vinavyoweza kukufikisha kwenye baraka zako. Okay, natamani ufahamu neno chanzo maana yake ni asili, na tunapoangalia asili ya baraka tunamtazama Mungu kama chanzo cha baraka. Biblia katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 27, ninatamani ufungue Biblia yako katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari ule wa 27 na 28. Okay, Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Biblia inasema katika ule mstari wa 28, Mungu akambarikia, Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu ndiye chanzo cha baraka. Kwa hiyo kila aliyekaa na Mungu alikaa kwenye chanzo chake cha baraka. Na ndio maana ninakualika ili uweze kuja kukaa na Mungu, ili uweze kukutana na chanzo chako cha baraka.
maana kila aliyemkimbia Mungu alikimbia chanzo chake cha baraka. Hakuna mtu ambaye anaitwa mbarikiwa ambaye hajakaa na Mungu. Nataka nikwambie ya kwamba jana nilikwambia kuna watu wanajitazama kama wabarikiwa, lakini vyanzo vyao kwa kuwa sio vya Mungu, baraka zao ziliondoka. Kuna mtu mmoja ninakumbuka, alikuwa ni tajiri mmoja mkubwa sana katikati ya eneo fulani ambalo sitalitaja, lakini utajiri wake aliupata kwa njia za kishirikina. Alipopata utajiri huo kwa njia ya kishirikina, alipokufa utajiri wake ulikufa. Ni mtu ambaye alikuwa anaonekana ya kwamba ni tajiri, anayemiliki magari, anayemiliki majumba, anayemiliki vitu vya kifahari, lakini alipoondoka akaacha umaskini katikati ya familia yake. Sikiliza, kila aliyekaa kwenye chanzo cha Mungu hawezi kufilisika. Tunamwona hata baba yetu Ayubu, Biblia anasema alipopigwa katikati ya kila aina ya kitu anachokizalisha, maandiko yananiambia aliendelea kukaa na Mungu. Alipoendelea kukaa na Mungu, wakati wake ulipofika mwingine, alibarikiwa kuliko hata vile vya kwanza. Kwa hiyo watu wa Mungu hatuwezi kufilisika. Kwa nini? Kwa sababu chanzo cha baraka zetu ni Mungu mwenyewe. Okay, Biblia inasema katika kitabu hichi cha Mwanzo sura hii ya kwanza mstari wa 28 kuna mambo makubwa matano ambayo Mungu aliyasema baada ya kuziachilia baraka. Jambo la kwanza, kuzalisha. Neneni mkazae. Maana yake ni kwamba anataka ukiketi kwenye baraka zako uweze kuzalisha vitu. Kama hauwezi kuzalisha vitu, maana yake hujajua siri ya baraka za Bwana. Kila aliyekaa kwenye siri ya baraka za Bwana kuna vitu ambavyo anavizalisha. Jambo la pili, anasema kuongezeka. Baada ya kuzalisha, anahitaji kuona mtu anayeongezeka. Kwa hiyo kuongezeka kwa mtu ni asili ya Mungu mwenyewe aliyoisema. Kwa hiyo kila anayekuwa, kila anayeongezeka, maana yake ni kwamba anatembea chini ya asili ya Mungu, chanzo cha Mungu. Kwa hiyo lazima ujue kanuni za Mungu kama unahitaji baraka za Mungu. Kwa hiyo kuongezeka ni chanzo kingine cha Mungu. Mungu anataka ukue, Mungu anataka uongezeke. Jambo la tatu, anasema kujaza vile vilivyoachwa wazi. Ulipokuja duniani, kuna namna pepa yako, karatasi yako ilikuwa wazi. Mungu anatamani kuona ikiwa inajazwa vitu. Pipa lako lilikuwa wazi. Mungu anatamani kuona maji zinazojazwa, maji ya mimea, maji ya mifugo, maji ya majumba, maji ya kila namna. Anatamani kuona vitu vinavyojazwa. Anatamani kuona mtu anayekuwa kimaarifa, anayeongezeka kwenye elimu. Maana yake anajazwa kwenye eneo la elimu. Usirizike na ujazo ulio nao. Wanaokimbilia baraka za Bwana hawariziki na ujazo walio nao, wanaendelea kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili Bwana aendelee kuwakweza, kuwajaza katikati ya vitu walivyobarikiwa. Kwa hiyo kila aliyekaa na Mungu kuna namna aliendelea kujazwa. Nami ninakuombea ya kwamba mahali popote ulipo, Bwana akaendelea kukujaza
Bwana, ukajazwe kwenye uchumi, ukajazwe kwenye mifugo, ukajazwe kwenye biashara, ukajazwe kwenye kilimo, ukajazwe uingiapo, ukajazwe na utokapo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamani nisikie makofi ya watu wanaojazwa katika ulimwengu wa kiroho, wanaosema ya kwamba kuna mahali walituona ya kwamba tuko wazi, lakini sasa kwa kuwa saa yangu bado ipo, ninaendelea kujazwa na Bwana, ninaendelea kujazwa na Bwana. Hacha kuhangaika na watu ambao hawaoni chochote katikati ya karatasi lako la ujazo. Hangaika na Bwana ambaye amekamata ujazo wako, ambaye amekamata baraka zako, ambaye amekamata furaha yako. Wanadamu mwenye cheko hataishi milele, lakini Bwana anayejaza maisha ya mtu hataishi leo, hataishi jana, hataishi na hata milele. Pokea ujazo. Neema ya Mungu iwe nawe. Jambo la 4, utiisho. Utiisho anahitaji uweze kuvimiliki hivyo vitu anavyokupatia. Usikubali vitu vikumiliki wewe. Miliki vitu vyako. Wanaojua siri ya Bwana hawawezi kumilikiwa na majumba yao. Eti anaacha kwenda ibadani kwa sababu analinda mji wake, anaacha kwenda ibadani kwa sababu ya biashara yake, anaacha kwenda ibadani kwa ajili ya kitu fulani ambacho anakifahamu. Wanaofahamu ujazo wa Bwana, ibada kwanza. Wanaofahamu neema ya Bwana, utiisho wa Bwana, wanaojua kutiisha vitu vyao, ujazo kwanza. Wanatembea kwenye ibada, wanatembea kwenye malango ya ibada, wanatembea kwenye malango ya kanisani, wanawekeza kanisani, sio kuwekeza huko unapokea. Wenye ujazo wa Bwana hawawezi kumilikiwa na vitu vyao, wanavimiliki vitu vyao. Cha ajabu, kwa kuwa watu wengi hawajui chanzo cha baraka zao, wamemilikiwa na baraka zao, wakasahau kutembea na Bwana mwenye hicho chanzo. Kwa hiyo wanatembea wakiamini kwamba mimi Bwana sina vitu vyangu, mimi Bwana sina furaha yangu, wacha niweze kuvuna mazao yangu ili niweze kujiwekea akiba. Biblia inasema, mpumbavu wewe, acha kuweka akiba kwenye vitu vyako. Tawala hivyo vitu, vitu hivyo visikutawale, vitiishe hivyo vitu, viwe na nidhamu kwako, visizuie majira ya Bwana yaliyobeba baraka zako. Inawezekana ungefika katika nyumba ya Bwana, kuna baraka ambazo Mungu angeziachilia juu yako. Jambo la 5 Mungu alilowaambia wanadamu ni kutawala hivyo vitu, kutawala hivyo vitu. Kwa hiyo nimeelezea habari ya kuvitawala ili visiweze kukutawala. Nikasema kuvitiisha uweze kuvimiliki visikumiliki. Biblia ninayoisoma katika kitabu kile cha Ufunuo, sura ile ya 5, kitabu cha Ufunuo sura ile ya 5 mstari ule wa 9 na ule wa 10. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Ufunuo kitabu cha mwisho kabisa, mstari ule wa 5, 9 na 10. Nitakusomea kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake,
kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu ametuweka kama wafalme kwenye nchi kwa lengo moja kubwa, kuvimiliki vilivyoko ndani ya nchi. Na maandiko ninayoyasoma yananiambia ya kwamba yeye ni asili ya baraka zote. Kila kitu tunachokiona, yeye ni mbaraka wa hivyo vitu. Kwa hiyo anatutangaza kama wafalme. Na kumbuka, mwana wa mfalme ni mfalme pia. Kwa hiyo mfalme akimiliki na watoto wake watamiliki pia. Bwana akumilikishe katikati ya kila aina ya eneo unalotamani kulimiliki, ikiwa ni kiwanja, ikiwa ni nyumba, ikiwa ni elimu, ikiwa ni mifugo, ikiwa ni biashara. Pokea umiliki katika jina la Yesu Kristo, maana tumepewa haki ya kumiliki kama watoto wa Mungu. Okay, natamani nikufundishe juu ya chanzo kikubwa ambacho Mungu amekitumia kwa ajili ya kummilikisha mwanadamu baraka. Mungu amewekeza baraka zake kwenye kazi za mikono yako. Mungu amewekeza baraka zake nyingi kwenye kazi za mikono yako. Sikiliza, kila aliyekimbia kazi alikimbia baraka zake. Hauwezi kuitwa mbarikiwa kama hautaki kufanya kazi. Biblia ninayoisoma inaniambia asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo kama hautaki kufanya kazi, hautaki kukutana na baraka zako. Na kuna watu wengi wanafanya kazi, lakini kwa sababu hawajui siri za Mungu, kazi zao kila siku zinawapa butu. Ameenda shambani butu, anafuga ng'ombe miaka 40, ng'ombe haongezeki, ng'ombe ni yule yule. Akitoka huyu anakuja mwingine ambaye ni ndama. Ndama akizaa ndama, basi anaendelea kwenye ndama. Hakuna maongezeko yoyote. Ukimuuliza anasema Bwana bado hajaamua kunibariki. Sikiliza, Bwana anataka kuzibariki kazi za mikono yako. Kwa hiyo fanya kazi ili uweze kukutana na baraka za Bwana katika kazi zako. Usikubali kila siku wewe ni majani na wewe umeweka majani kichwani mpaka umekuwa na kipara. Watu wakikutazama wanaona huyu mtu labda ni kipara cha pesa, lakini wakiangalia mifuko imejaa umaskini. Nataka nikutie moyo mtu wa Bwana ya kwamba utakapokaa kwenye nyua za Bwana, hakika Bwana atakutana na hilo zizi lako. Mfalme tuliye naye ni Bwana aliyezaliwa ndani ya zizi. Kuna siri iliyoko ndani ya zizi, na ndio maana akakubali kutwaa umaskini wa mfugaji, akaingia ndani yake
na baada ya kuzaliwa katikati ya mazizi, mazizi yote yalibarikiwa. Pokea baraka za zizi lako, hata kama kuna mahali ambapo unaona zimechelewa. Pokea baraka zako, haijalishi ya kwamba umefuga kwa miaka mingapi. Pokea baraka zako katikati ya hilo zizi lako, zizi ambalo linakupa maziwa, maziwa yanayojaa maji. Pokea baraka, Bwana yaimarisha hayo maziwa. Hata kama kuna vitu aliviweka, hivyo vitu kwa jina la Yesu ninaviamuru viachilie zizi lako, ili Bwana aendelee kubariki kazi yako katika zizi lako. Chapie Bwana Yesu makofi, mtu wa Bwana. Chapie tena makofi Bwana. Okay, na sasa nikusaidie mtu wa Bwana. Ukisoma neno nililolisoma mara ya kwanza linalotoka katika Kumbukumbu la Torati, sitarudia, 28:12, ahadi ya Mungu ni kubariki kazi za mikono. Okay, mikono ya mtu kwenye ulimwengu wa kiroho kuna vitu imebeba. Mikono ya mtu kwenye ulimwengu wa kiroho kuna vitu imebeba, na ndio maana Mungu akasema anabariki kazi ya hiyo mikono. Okay, miongoni mwa vitu ambavyo kazi ya mikono imebeba, moja, nguvu ya uponyaji. Mikono ya kwako imebeba nguvu ya uponyaji. Biblia katika kile kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 16 mstari wa 18, Biblia inasema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo ndani ya mikono ya mtu kuna uzima, kuna uponyaji. Kila aliyejua siri ya mikono yake, hata kama kuna vitu vilivyokuwa vinakufa, anaachilia mkono wake, anasema Bwana, tazama shughuli za mikono yangu zinakufa. Tazama mimi ni mjoli wako, mbari ya Daudi, lakini nikitazama kila aina ya kitu ninachokitengeneza kinakufa. Bwana anafikia vitu vyangu, Bwana anafikia vitu vyako. Kwa nini? Kwa sababu umebeba roho ya uponyaji kwenye mikono yako. Kwa hiyo jifunze sana kunenea vitu vyako, kunenea vitu vyako kwa kupitia mkono wako. Kwa nini? Kwa sababu vitapona. Kuwanenea wagonjwa kwa sababu watapona. Ninakumbuka siku moja kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mchanga kabisa, katoto kadogo ka miaka 4 mpaka 3. Kale katoto kalikuwa kanaumwa na tumbo la ajabu kabisa. Lile tumbo ambalo lilikuwa linakauma, kakapelekwa kila mahali, hospitalini ikashindikana, kila mahali kwa waganga ikashindikana. Alivyorudi nyumbani, akamwekea mama yake maji kwenye chupa ya Kilimanjaro ile ndogo, akamwambia nenda kwa mtumishi wa Mungu Yona aiwekee mikono hii maji. Kwa nini? Kwa sababu nitapona. Mama yake akashangaa sana, akaleta yale maji yule mama. Mungu akaniambia kuna roho ya uharibifu imeingia ndani ya lile tumbo, tamka neno la uzima. Nikatamka neno la uzima, nikayakamata yale maji, nikamwambia Bwana, huyu mtoto sikumuita, wewe ndiwe uliyemtuma kwangu. Kwa hiyo na mimi mjoli wako sina cha kumpa, lakini wewe unacho. Hebu achilia uponyaji katikati ya tumbo lake kwa njia ya maji haya. Ananiambia alipoenda kuyanywa yale maji, lile tumbo likapona hapo hapo. Yule mtoto akaichukua ile chupa ya maji akaificha mahali, mama yake hajui chochote. Ikapita majira fulani, yalipopita yale majira,
akaugua tena lile tumbo. Akamwambia mama, ninaumwa tena na lile tumbo. Akamuuliza, kwa nini tena? Mtoto akasema, sijui. Baadaye walipoendelea kutafakari, Roho Mtakatifu akamkumbusha yule mtoto, akamwambia, kumbuka yale maji yako. Akaenda kuchukua chupa yake akanywa. Mpaka leo sijawahi kusikia kesi ya yule mtoto kwenye lile tumbo. Sikiliza, kila mgonjwa wa tumbo, neema hii kufikie mahali ulipo. Kila mahali ambapo unahisi hali ya uharibifu kwenye tumbo, umetumia dawa imeshindikana, umefika kila mahali imeshindikana, ninaituma damu ya Yesu katikati ya hilo tumbo. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana akuimarishe tena na ukawe huru katikati ya chanzo cha tumbo ambalo likiugua hilo, kazi za mikono zimeugua. Kila ugonjwa huleta uharibifu wa kazi na uharibu kipato cha mtu. Okay. Adui kwa kuwa anajua siri iliyoko ndani ya kazi za mikono, ana uwezo wa kushika mikono yako, akachukua kibali chako ulichopewa cha uzima katikati ya mikono, akachukua kibali chako ulichopewa cha uzima, yaani kutangazia vitu vipone vikapona. Ana uwezo wa kuchukua na mwisho wa siku akatumia yeye. Haleluya, akatumia yeye. Kwa hiyo unashangaa vya kwako vinahama, vinakuwa juu yake. Kwa hiyo akitangaza baraka juu ya kazi za yule mtumishi au yule Mkristo au yule mtu aliyechukua kazi za mikono yake, anasema nahamisha kwangu, anahamisha, anavitumia. Kwa hiyo kibali chako cha kuponya anakitumia yeye. Kila walioibiwa kibali chao cha uponyaji, ninakirejesha juu yako katika jina la Yesu Kristo. Pokea tena kibali chako cha uponyaji. Kuna majira ulikuwa ukifika mahali unatamka ya kwamba hivi vitu vyangu ninatangaza uzima. Kuna majira unajikuta ya kwamba unatangaza uzima, huoni uzima. Unatangaza rehema, huoni rehema. Unatangaza kuinuliwa, huoni kuinuliwa. Haya, katika siku hii ya pili ninarejesha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, vipokee tena uzima vitu vyako kwa kazi za mikono yako. Okay. Kazi za mikono ya mtu, kuna vitu imebeba. Kila mkono una kitu ulichokibeba. Mkono wa kushoto umebeba uchumi wa mtu. Kwenye baraka za Mungu, nataka nirudie tena ili unielewe. Kwenye baraka za Mungu, mkono wa kushoto umebeba uchumi wa mtu, umebeba utajiri wa mtu, umebeba heshima ya mtu. Kila aliyetajirishwa chini ya mkono wa Bwana alipewa na hekima. Mkono wa kuume umebeba miaka mingi ya kuishi duniani. Okay, usije ukasema ni maneno yangu. Biblia katika kitabu cha Mithali sura ile ya 3 mstari ule wa 16, Biblia inasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo jua namna ya kusemesha hiyo mikono yako uliopewa na Bwana.
ili Bwana aitumie hiyo mikono kutimiza ahadi yake. Ni ahadi ya Mungu kwamba kwa njia ya mkono wako wa kushoto kuna jambo litakalozaliwa. Nami ninatangaza katika jina la Yesu, Mungu afungue kazi zako katika mkono wako wa kushoto, ili baraka zako zifuatane na wewe. Ninaona watu wanaonyosha mikono ya kushoto wakikutana na nguvu za Mungu, wakikutana na nguvu za Mungu, wakikutana na nguvu za Mungu. Ninaona mtu mmoja anayeachiliwa, ninaona mtu mmoja anayeachiliwa. Uchumi uliomezwa, uchumi ulioliwa, uchumi ulioliwa, parare na nzige wamekula huo uchumi. Ninaona ukirejeshwa tena, ninaona ukirejeshwa tena, ninaona ukirejeshwa tena. Hilo joka lililokamata baraka za huo mkono wako wa kushoto, haya ya 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 ya, chomoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Okay, natamani siku ya leo tuachie hapo, tuende kwenye maombi, lakini siku ile ya tatu tutaanzia kwenye hili eneo la baraka, namna Mungu alivyozigawanya kwenye kila mkono wa kushoto na wa kuume, yani wa kulia. Asante sana mtu wa Mungu. Mahali popote inawezekana, kuna namna Mungu amekugusa, unatamani kuiachilia sadaka yako. Okay. Natamani tunakapoimba wimbo huu, mtumishi wa Mungu atafika kuombea hiyo sadaka ulioikamata, lakini pia atafika kuombea hiki ambacho Mungu ametupa neema ya kujifunza siku hii ya leo. Ndiyo mahali ulipo, watumishi wa Mungu Praise Team, karibuni mahali mlipo ili muweze kuimba wimbo wa kuabudu. Wakati huo tunaenda kuiombea sadaka ya mtumishi wa Bwana aliyekamata sadaka yake. Ninaona mtu ambaye ana ushuhuda, amepokea neema ya Bwana, anataka kuitoa sadaka yake ili Mungu aweze kuendelea kuachilia baraka katikati ya mkono wake wa kushoto na wa kulia. Nasi tutakapokuja, nimekuambia ya kwamba tutaanzia hapo kwenye siku ya tatu. Karibu mtumishi wa Bwana. Damu ya Yesu jamani, damu ya Yesu, damu ya Yesu jamani, yashinda yote ya dunia. Ya Yesu jamani, damu ya Yesu, damu ya Yesu jamani, yashinda yote ya dunia. Damu ya Yesu jamani, damu ya Yesu, damu ya Yesu jamani, yashinda yote ya dunia. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu jamani, duniani kuna damu nyingi, hata ya paka ni damu. Duniani kuna damu nyingi, hata ya mbuzi ni damu. Ila damu ya Yesu jamani, yashinda yote ya dunia. Damu ya Yesu jamani, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu jamani, yashinda yote ya dunia. Okay, inamisha kichwa chini, funika macho. Yes. Inanena mema, 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 inanena mema. Ninaona sadaka za wana wa Mungu zilizoanza kunena mema madhabahuni. Ndio. Oh, inanena mema, inanena mema, oh, inanena mema,
Yesu. Ninanena. Oh, yaweza okoa. Yes. Oh, yaweza okoa. Yes. Oh, yaweza okoa. Ndio Bwana. Oh, yaweza okoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, tazama mtumishi wako ambaye amekamata sadaka yake. Yes. Na yule ambaye amekamata sadaka ya moyoni mwake. Ndio. Kwa kuwa Bwana imekupendeza aweze kusikia neno la Mungu. Yes. Kutoka katika kinywa cha mtumishi wako. Ndio. Ambaye umemtuma kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Ndio. Siku ya leo Baba, ninamsogeza katika madhabahu yako. Yes. Mtumishi wako huyu aliyeshika sadaka yake na huyu aliyeshika moyo wake. Baba, kama ulivyotakabali ile sadaka ya mtumishi wako Habili, ukamwinua katika magumu, ukamkumbuka katika ufalme wa mbinguni, kama ulivyotazama sadaka ya Kornelio. Bwana, ninawaleta watoto wako hawa, mioyo yao waliojitoa kwa ajili ya kukutumikia, kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Baba, tamalaki Bwana. Baba, tamalaki Bwana. Baba, tamalaki Bwana. Baba, tamalaki Bwana. Ninaona saa hii Roho Mtakatifu anavyofungua wana wa Mungu. Roho Mtakatifu anaanza kupita katikati yako. Roho Mtakatifu ameanza kupita katikati yako. Mungu anakuhudumia saa hii. Hakuna jambo gumu la kumshinda. Yale ambayo wanadamu walishindwa, ni saa ya Mungu. 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 Kila kilichokamata maisha yako kupitia sadaka ulioshika kinaachia saa hii. Kinaachia saa hii. Kila kilichoshika biashara yako kupitia sadaka ulioshika katika mkono wako kinaachia saa hii. Kila kilichoharibu hiyo biashara yako, kilichoharibu hiyo ndoa yako, kilichoharibu hiyo afya yako kinaachia saa hii kupitia sadaka hiyo. Toweka kwa jina la Yesu. Toweka kwa jina la Yesu. Toweka kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja anajitahidi kufanya biashara lakini faida haioni. Kila anavyofanya biashara haoni kama kuna faida. Ninakwambia ziko zile roho za chuma ulete ambazo saa hii tunakwenda kuziamrisha. Kila nguvu za giza kupitia roho za chuma ulete, achia biashara za wana wa Mungu. Achia afya za wana wa Mungu. Achia mipango ya wana wa Mungu. Achia mifugo yao. Achia kwa jina la Yesu. Achia ndoa za wana wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wanaachia, wanaachia, wanaachia. Ninaona kuna vifungo vinaachia. Ninaona kuna nguvu ya Bwana inapita. Ninaona kuna vifungo vinaachia. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa na matatizo. Kwanza anasumbuliwa sana na mgongo, lakini pia ndani ya tumbo lake kuna aina ya uvimbe ambao uliwekwa na yule mke mwenzie. Kuna mwanamke ambaye wanashare mume mmoja, lakini bila yeye kuwa na maamuzi. Ni saa ya kukata hiyo minyororo. Ni saa ya kukata hiyo minyororo. Kila roho zinazokamata waume za watu, achia kwa jina la Yesu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninakabidhi ndoa hizo mikononi mwa Mungu. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Ndio. Asante kwa kuwa umesikia na umeponya watoto wako hawa. Nasi tunaliadhimisha jina lako tukisema unastahili peke yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Amen. Okay. Jiandae katika somo letu ili tunalimaliza siku ya 3.
katika eneo hili. Kwa hiyo jiandae kuisikia siku ya 3, na tutaanzia pale nilipokuambia ya kwamba tutaanza kuzichunguza baraka zilizowekwa kwenye mkono wako hususani wa kushoto. Mungu akubariki, uenende kwa amani ya Bwana.